Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa mara nyingine tena tumepata nafasi na fursa hii ya kuendelea na majifunzo katika mfululizo wa masomo yetu ya wito wa Bwana. Ninayekualika katika masomo haya na katika kujifunza somo lilo mbele yetu ni mimi Mchungaji Fulgens Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla hatujaendelea zaidi, basi ni tusi uwepo wa Mungu tunapojinyenyekeza kwa maombi. Basi tuombe. Baba mwema, mwingi wa rehema, utukuzwe, umestahili. Tunakushukuru kwa fadhili zako. Tuko mbele zako katika majifunzo, tunakubali kuwa chini ya uangalizi wa mawakala wa kimbingu. Mapenzi yako yatimizwe kwa jina la Yesu, amina. Katika mfululizo wa masomo haya ya wito wa Bwana, tunalo somo lililo mbele yetu lenye kichwa kinachosema wito wa kumtii Mungu, sehemu ya kwanza. Wito wa kumtii Mungu, sehemu ya kwanza. Katika mfululizo wa masomo haya ya wito wa kumtii Mungu, kutakuwa na mfululizo wa masomo kama 6. Kuna sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, sehemu ya 3, sehemu ya 4, sehemu ya 5 na hatimaye sehemu ya 6. Na kwa sababu hiyo basi, ili upate kuelewa vizuri kilichokusudiwa ama kinachofundishwa, ninakusihi kwa rehema zake Mungu, pata nafasi ufuatilie masomo yote, sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya 6. Na sasa tunaanza sehemu ya kwanza. Lakini kabla hatujaendelea, kuna nukuu katika Roho ya Unabii Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 716, paragrafu ya 2. Nitakuwa nikiisoma kila tunapoanza somo jingine, maana ni ya muhimu, inatupa msisitizo wa hiki tunachokifanya kwa wakati tuliopo. Nabii anasema, wakati ulimwengu wa Kiprotestanti kwa mtazamo wake unafanya makubaliano na Rumi, hebu tuamke na kuelewa hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu katika uhalisia wake. Hebu walinzi sasa wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Hebu tuwaonyeshe watu wapi tumefika katika historia ya kinabii na tutafute kuamsha roho ya Uprotestanti wa kweli. Nabii anasema, wakati ulimwengu wa Kiprotestanti kwa mtazamo wake unafanya makubaliano na Rumi, taarifa ni kwamba, ama ukweli ni kwamba, Uprotestanti umekwisha kuungana na Rumi. Nabii anasema, kama ni hivyo, hebu tuamke na kuelewa hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu katika uhalisia wake. Huu ni wakati wa kuamka, ndugu zangu wa Adventista wa Sabato. Nabii anasema, hebu walinzi sasa wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Huu ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu ndio unaoitwa ukweli wa sasa, the present truth, ukweli wa sasa. Hiki ndicho kipindi cha ukweli wa sasa kufahamika, kuhubiriwa na kufundishwa kuliko kitu kingine chochote. Nabii anasema, hebu tuwaonyeshe watu wapi tumefika katika historia ya kinabii na tutafute kuamsha roho ya Uprotestanti wa kweli. Sasa basi, katika masomo haya ya wito wa kumtii Mungu, tutaangalia na tutaelewa namna gani Mungu anavyotamani ukweli wa sasa ufahamike kwa watu, na jinsi gani shetani ameshughulika na ukweli wa sasa kiasi ambacho watu hawaufahamu ukweli wa sasa ni kitu gani. Fuatana nami katika somo hili, sehemu ya kwanza, wito wa kumtii Mungu. Tusome katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 29. Matendo ya Mitume 5:29. Maneno ya uzima ya Mwenyezi Mungu yanasomeka hivi: Petro na mitume wakajibu wakisema,
imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Je, kulitokea nini hata ikawa sababu ya mitume kuwajibu hivyo? Na je, mitume waliwajibu wakina nani? Matendo ya Mitume hiyo sura ya 5 tukianzia mstari wa 17 mpaka 28, nitayasoma hayo mafungu yote ili tupate picha kile kilichokuwa kimeendelea mpaka mstari wa 29 kusema ya kwamba imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Neno linasema katika Matendo ya Mitume 5:17 mpaka 28, imeandikwa, akaondoka kuhani mkuu na wote waliokuwa pamoja naye, wamejaa wivu, wakawakamata mitume wakawaleta ndani ya gereza. Lakini malaika wa Bwana akafungua milango ya gereza usiku, akawatoa akasema, enendeni mkasimame hekaluni mkawaambie watu maneno yote ya uzima huu. Nao waliposikia wakaenda alfajiri hekaluni wakaanza kufundisha. Akaja kuhani mkuu, nao waliokuwa pamoja naye wakawakutanisha watu wa baraza na wazee wote wa wana wa Israeli. Wakatuma watu gerezani ili wawalete. Hata watumishi walipofika hawakuwaona gerezani. Wakarudi wakatoa habari wakisema, gereza tumeikuta imefungwa salama, nao walinzi wamesimama mbele ya mlango, lakini tulipoufungua hatukukuta mtu ndani. Basi jemadari wa hekalu na wakuu wa makuhani waliposikia haya, wakaingiwa na shaka kwa ajili yao, litakuwaje jambo hilo? Mtu mmoja akaja akawapasha habari ya kwamba watu wale mlio waweka gerezani wako ndani hekalu, wamesimama wakiwafundisha watu. Ndipo yule jemadari akaenda pamoja na watumishi wakawaleta, lakini si kwa nguvu, kwa maana waliogopa watu wasije wakawapiga kwa mawe. Walipowaleta wakawaweka katika baraza. Kuhani mkuu akawauliza akisema, je, hatukuwaamuru ninyi kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? Nanyi tazameni, mmeijaza Yerusalemu mafundisho yenu, na mnataka kuileta damu ya mtu yule juu yetu. Ndipo sasa mle mstari wa 29, Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Kwa hiyo hoja hasa ilikuwa hawa mitume wa Yesu, ama hawa wanafunzi wa Yesu, na kwa wakati huu walikuwa tayari wamekwisha kujazwa Roho Mtakatifu kama mvua ya vuli siku ya Pentekoste. Wakaanza kuhubiri habari za Yesu kuwa ni Masihi, ni Mwokozi. Kumbuka Wayahudi wamemkataa Yesu. Sasa hawa viongozi wa Kiyahudi wakawapiga marufuku. Wakawachukua na kuwaweka gerezani. Wamewaweka gerezani, wamefunga milango, wameweka walinzi. Malaika akawatokea akawaambia, ondokeni, nendeni hekaluni mkahubiri habari ya uzima huu. Wakaendelea na kazi. Wakati wa kesi umefika, wanawatafuta, wanaenda kutuma watu gerezani, hawapo. Ndipo wakagundua kwamba wako hekaluni wanafundisha. Walipoitwa mbele ya baraza, ndipo wanaulizwa, hatukuwakataza ninyi kwa nguvu msihubiri kwa jina, msifundishe kwa jina hili? Ndipo Petro anapojibu, au mitume wanapowajibu ya kwamba imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Lakini la kujiuliza ni hili, kwa nini uongozi wa Kiyahudi uliwakamata mitume na kuwazuia wasihubiri? Kwa nini? Lakini hebu tujiulize swali dogo kwa namna hii. Unafikiri shetani alihusika katika kuwazuia mitume wasihubiri?
Jibu ni ndio. Kwa hiyo shetani alitaka kuwatumia Wayahudi ama kuutumia mfumo wa dini ya Kiyahudi kuzuia kazi ya Yesu. Maana alijua hana unamna isipokuwa kutumia nguvu kuwazuia, kwa sababu wamejazwa Roho Mtakatifu na wanafanya kazi kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kazi inasambaa kwa kasi. Shetani anataka kuzuia habari njema ya wokovu isiwafikie watu. Anataka kuzuia watu wasimfahamu Yesu. Kwa hiyo akautumia mfumo wa dini ya Kiyahudi kushughulika na mitume. Kwa hiyo shetani aliutumia mfumo wa dini ya Kiyahudi ili kuikwamisha kazi ya Yesu. Lakini pamoja na shetani kupambana na mitume akiutumia mfumo wa dini ya Kiyahudi, hata hivyo Mungu alitaka kazi ya kuhubiri ujumbe isonge mbele, bila kujali kuna vikwazo vya namna gani, bila kujali kuna mapambano kutoka kwa shetani akitumia mfumo wa dini ya Kiyahudi. Mungu alitaka kazi isonge mbele. Tazama Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 19 na 20. Lakini malaika wa Bwana akafungua milango ya gereza usiku, akawatoa akasema, enendeni mkasimame hekaluni, mkawaambie watu maneno yote ya uzima huu. Tunaliona kusudi la kuwakamata lilikuwa wasihubiri habari ya uzima wa milele kupitia kwa Kristo. Na ndio maana malaika anawaambia nendeni mkahubiri, mkafundishe watu habari ya uzima huu. Kwa hiyo shetani alikuwa hataki watu waufahamu uzima wa milele, au watu wafahamu wanaokolewaje, au watu wanahesabiwaje haki kwa imani, au dhambi inaondolewaje ndani yao. Shetani alitaka kuzuia kazi hii. Kwa hiyo hapa tunapoona malaika anatumwa kwenda kuwatoa gerezani na agizo linatolewa nendeni mkafundishe, licha ya kwamba kuna vikwazo, kingine tunachokiona hapa ni kwamba wakati huu kazi ya injili ilikuwa imesimamiwa na Mungu mwenyewe. Kwa nini kazi isimamiwe na Mungu mwenyewe? Wakati duniani alianzisha mfumo wa Kiyahudi na taifa la Israeli lilikuwa limetengwa kama wabeba nuru, kulitokea nini mpaka Mungu akaamua kuachana na mfumo wa Kiyahudi, akaamua kuishikilia kazi yeye mwenyewe? Na hata mitume tunaona wakifanya tofauti na kile ambacho mfumo ulikuwa unawataka wafanye. Kuna la kujifunza ya kwamba mfumo wa dini ya Kiyahudi ulikuwa umemuasi Mungu, na kuasi kwake ni kwa sababu kupitia mfumo huo shetani alifanikiwa kuupora ujumbe. Kwa hata Yesu anakuja mara ya kwanza, bado watu hawafahamu ya kwamba ndiye aliyetabiriwa na vielelezo vilivyokuwa vinatumika katika huduma za kafara, na ndiye aliyetabiriwa na manabii katika Agano la Kale. Hawakuelewa kwa sababu shetani alikuwa ameuteka mfumo wa Kiyahudi na kuwachepusha watu wasiufahamu ujumbe. Kwa hiyo saa ilipofika, Mungu akaamua kuwateua watu wachache aliowatumia kutenda kazi yake. Na walipoanza kutenda kazi, wakakutana na upinzani mkubwa. Lakini tujiulize swali lingine dogo. Je, ule mfumo wa dini ya Kiyahudi si ulikuwa umeanzishwa na Mungu? Kwa nini Mungu hakuupigania ule mfumo hata shetani asiutawale na kuzuia kazi yake? Tuangalie kidogo ushahidi katika roho ya unabii ya kwamba Mungu aliuanzisha ule mfumo wa dini ya Kiyahudi na ule mfumo haukuanzishwa na shetani. Ni katika kitabu cha Wazee na Manabii, Patriarchs and the Prophets, ukurasa wa 374 paragrafu ya 2, nabii anasema hivi: serikali ya Israeli ilikuwa imepangiliwa vizuri zaidi, ikishangaza kwa ukamilifu wake na urahisi wake. Mpangilio ulionyeshwa kwa kushangaza katika ukamilifu na mpangilio wa kazi zote zilizoumbwa na Mungu ukidhihirika katika mfumo wa Kiebrania. Mungu alikuwa kitovu cha mamlaka na serikali, mfalme wa Israeli.
Musa alisimama kama kiongozi wao anayeonekana kwa uteuzi wa Mungu kusimamia sheria kwa jina lake. Kutoka kwa wazee wa makabila, baraza la wazee 70 baadaye lilichaguliwa kumsaidia Musa katika mambo yote ya jumla ya taifa. Baadaye walikuja makuhani ambao walihudumu mbele za Bwana katika patakatifu. Machifu au wakuu walitawala makabila. Chini ya hawa kulikuwa na wakuu wa maelfu na wakuu wa mamia na wakuu wa 50 na wakuu wa 10 na mwishowe maafisa ambao waliweza kutumwa kwa majukumu maalum. Kumbukumbu la Torati sura ya 1 mstari wa 15. Kwa tunaona mfumo ule wa Kiyahudi ulianzishwa na Mungu mwenyewe, na ulikuwa una mpangilio mzuri kutoka juu kuja chini. Na mfumo ule ulikuwa na mamlaka inatoka kwa Mungu inashuka kwa mwanadamu ambaye ameteuliwa na Mungu kumwakilisha katika ule mfumo, na kwa wakati ule ilikuwa ni Musa, na baada ya Musa alikuja Joshua na kadhalika. Unateremka mpaka ngazi ya chini kabisa. Mfumo makini madhubuti ulianzishwa na Mungu. Katika kitabu hicho cha wazee na manabii, Patriarchs and the Prophets, ukurasa wa 603 paragrafu ya 1, nabii anasema, serikali ya Israeli ilisimamiwa kwa jina na kwa mamlaka ya Mungu. Kazi ya Musa, ya wazee 70, ya watawala na waamuzi ilikuwa tu kutekeleza sheria ambazo Mungu alikuwa amezitoa. Hawakuwa na mamlaka ya kutunga sheria kwa ajili ya taifa. Hii ilikuwa na iliendelea kuwa hali ya uwepo wa Israeli kama taifa. Kutoka kizazi hadi kizazi, watu walioongozwa au waliovuviwa na Mungu walitumwa kuwafundisha watu na kuwaelekeza watu katika utekelezaji wa sheria. Ikiwa mfumo ulikuwa mzuri namna hii, ilikuwaje mfumo ukageuka na kuanza kuwa kinyume cha kazi ya Mungu? Na hatimaye Mungu akauacha mfumo, akachukua kundi la wachache ambao ndio aliwateua Yesu, na baadaye wakajazwa Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste, ikiwa ni siku ya 50 baada ya kufuka kwake Yesu. Ndipo wakaanza kuifanya kazi ambayo ilipaswa ifanywe na ule mfumo ambao Mungu alikuwa ameuanzisha. Ukisoma Biblia utakubaliana nami ya kwamba muhusika mkuu katika Biblia ni Yesu. Na ndio maana Yesu anasema katika maandiko katika Agano Jipya kwamba ndivyo ilivyoandikwa katika Torati ya Musa, katika Zaburi na katika manabii. Kwa sababu hayo yote niliandikiwa mimi na hata yote yatimie. Kwa hiyo mfumo huu wa Israeli haukuanzishwa tu hivi hivi. Mungu alikuwa na kusudi. Kusudi la Mungu ni Yesu mwana wa Mungu, mwokozi wa ulimwengu, afahamike. Kwa kifupi ni kwamba injili ya Yesu ilitangazwa tangu Eden. Na injili hiyo ndio ilikuwa inatakiwa ihubiriwe, na huo ndio ulikuwa ujumbe ambao Mungu alitaka uende kwa ulimwengu mzima. Ndio nuru waliopewa Wayahudi. Na ya kwamba unabii ulitabiri ujio wa Yesu mara ya kwanza, walitakiwa wafahamu, wawafundishe watu. Yesu alipokuja walitakiwa wafahamu kwamba ndiye yeye, wote wawaelekeze kumfuata Yesu. Lakini kinyume chake, mfumo ukawa kinyume na kazi hiyo na kusudi hilo, na ukawa unatumika kuwaongoza watu kumkataa Yesu. Na ndio sababu hata mitume walipokuwa wanahubiri wakakatazwa na lile baraza ambalo Mungu alikuwa amelianzisha mwanzo, na wakapigwa marufuku. Kwa mfumo ulichepuka, mfumo uliasi na Mungu akauacha. Tuangalie kidogo katika kitabu cha Pambano Kuu, UPH 2023, ukurasa wa 258, sura ya 17, wajumbe wa asubuhi. Katika Kiingereza GC, yani The Great Controversy, ukurasa ni 312, paragrafu ya 2, nabii anasema, wakati wa ujio wa kwanza wa Kristo, makuhani na waandishi wa mji mtakatifu
ambao walikuwa wamepewa dhamana ya maagizo ya Mungu walipaswa kuzijua dalili za nyakati na kutangaza ujio wa yule aliyekuwa ameahidiwa. Unabii wa Mika ulitangaza mahali ambapo angezaliwa. Danieli alisema wakati mahususi wa ujio wake, Mika sura ya 5 mstari wa 2 na Danieli 9:25. Mungu alikabidhi unabii huu kwa viongozi wa Kiyahudi. Hawakuwa na udhuru wa kutokujua na kutangaza kwa watu kuwa ujio wa Masihi ulikuwa karibu. Kwa hiyo manabii wote Agano la Kale waliandika habari za Yesu. Na unabii huu walikabidhiwa viongozi wa dini ya Kiyahudi. Hawakuwa na udhuru hata kidogo ya kwamba wasiifanye kazi hiyo ya kuwaambia watu na kuandaa watu ya kwamba ujio wa Masihi ulikuwa karibu. Kwa hiyo hawakuwa na udhuru, lakini kinyume chake hawakutimiza kusudi hilo. Hawakutimiza kile ambacho Mungu alikuwa amekipanga wao wakitimize. Mfumo ambao Mungu alikuwa ameuanzisha mahususi kwa kazi hiyo, kwa jukumu hilo, ukageuka ukawa kinyume na kazi ya Mungu na ukawa kikwazo cha kazi ya Mungu. Na hata wakati ulipowadia, Mungu akaachana na huo mfumo, akachukua watu wachache, akawajaza kwa Roho Mtakatifu, wakatimiza kile ambacho Mungu alikipanga na ambacho mfumo haukutimiza kama Mungu alivyokuwa amekusudia. Kumbuka, tumekwisha ona ya kwamba shetani alikuwa nyuma ya vita hii. Na shetani ndiye aliyeuteka ule mfumo wa Kiyahudi na kuhakikisha ya kwamba anazuia ujumbe wa Yesu usiwafikie watu wa Mungu na watu wasiandaliwe kumpokea Yesu kama Masihi na mkombozi wao. Nabii anaendelea kusema katika Pambano Kuu UPH 2023 ukurasa wa 258 na 259, ni sura ya 17, wajumbe wa asubuhi. Nabii anasema kutokujua kwao kulikuwa ni matokeo ya dhambi ya kupuuzia. Wakiwa wamezama katika mapambano na tamaa zao kwa ajili ya vyeo na mamlaka miongoni mwa watu, walishindwa kutambua fadhila waliopewa na Mungu mfalme wa mbinguni. Kwa shauku na kicho kikubwa, wazee wa Israeli walipaswa kujifunza na kuelewa mahali, wakati na muktadha wa tukio kubwa kuliko matukio yote katika historia ya ulimwengu, ujio wa mwana wa Mungu kutekeleza ukombozi wa mwanadamu. Lakini hawakujua. Nabii anasema sababu ilikuwa ni nini? Kwa hiyo shetani ili auteke mfumo wa Kiyahudi alifanyeje? Kupitia nukuu hii tunapata majibu kile ambacho shetani alikifanya. Nabii anasema hivi, kutokujua kwao kulikuwa ni matokeo ya dhambi ya kupuuzia. Kwa shetani aliwashawishi viongozi wa Kiyahudi wapuuzie nuru iliyofunuliwa kwao. Wakiwa wamezama katika mapambano na tamaa zao kwa ajili ya vyeo na mamlaka miongoni mwa watu, walishindwa kutambua fadhila waliopewa na Mungu mfalme wa mbinguni. Akawapigisha hatua zaidi. Shetani akawaongoza kupambania vyeo na mamlaka. Na ndipo alipofanikiwa kuwaondoa kwa Mungu, kwa sababu walishindwa kutambua fadhila waliopewa na Mungu mfalme wa mbinguni. Kwa hiyo shetani akafanikiwa kuwapiga upofu. Kwa hiyo shetani ndizo mbinu hizi alizozitumia katika mfumo wa dini ya Kiyahudi, hata akafanikiwa kuuteka mfumo wa Kiyahudi na ukawa kinyume cha Mungu na ujumbe wake, ambaye Mungu alikuwa ameuanzisha mfumo huo kwa kusudi hilo la ujumbe ambao Mungu alitaka uwafikie wanadamu wote. Kwa hiyo shetani hakuanzisha mfumo wa dini ya Kiyahudi. Ni Mungu aliuanzisha mfumo kwa makusudi mazuri kabisa, ila shetani akavamia mfumo wa Kiyahudi na akaupora mfumo wa Kiyahudi, akawa anaongoza mapambano. Mfumo ule ukageuka kuwa kizuizi cha kazi ya Mungu. Je, tuna la kujifunza katika kanisa la Waadventista wa Sabato nyakati hizi? Je, hatuna mfumo kama kanisa
mfumo ulioanzishwa na Mungu mwenyewe. Kwa kusudi gani? Je, kusudi hilo tunalitimiza? Ni nani aliye nyuma ya kuzuia kusudi hilo lisitimie? Je, kuna uwezekano shetani hata sasa akafanikiwa kuuteka mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato, akauongoza mfumo kuzuia kazi ya Mungu badala ya kufanikisha kazi ya Mungu? Ngoja tuendelee kidogo tunapoendelea kujifunza mambo haya muhimu na mazito sana. Katika kitabu cha Pambano Kuu UPH 2023 ukurasa wa 313, hii ni sura ya 21, onyo la kataliwa. Nabii anasema, mfano mzuri wa ukweli huu umewasilishwa katika historia ya Wayahudi wakati wa Kristo. Kwa njia ya kujiweka wakfu kwa ulimwengu na kumsahau Mungu na neno lake, ufahamu wao ulitiwa giza. Mioyo yao ilijazwa udunia na tamaa za mwili. Hivyo hawakujua lolote kuhusu marejeo ya Masihi, na kwa sababu ya kiburi chao na kutokuamini kwao walimkataa mkombozi. Kwa hiyo shetani alifanikiwa kuuteka mfumo wa Kiyahudi. Na kama alifanikiwa kuuteka mfumo wa Kiyahudi, shetani bado anaweza kuuteka mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa nini? Sababu au mbinu alizozitumia shetani kuuteka ule mfumo, mbinu zile zile tunaziona akizitumia leo. Mbinu gani? Aliwaongoza viongozi wa dini ya Kiyahudi kupuuzia nuru iliyofunuliwa kwao. Na hata leo anawaongoza kupuuzia nuru iliyofunuliwa kwao au iliyofunuliwa kwetu. Kumbuka wakati ule walikuwa na neno la unabii. Walikuwa na magombo ya maandishi ya manabii yaliyotabiri kuhusu kuja kwa Yesu mara ya kwanza. Leo tuna Biblia. Lakini pia Mungu alituzawadia kwa namna ya pekee kabisa, na tunapaswa kumshukuru Mungu sana kwa hilo, roho ya unabii, maandishi ya Ellen G. White. Kwa lazima shetani atawaongoza viongozi wa mfumo, viongozi wa kanisa kupuuzia ushuhuda, kupuuzia roho ya unabii. Na hapo ndipo anapofanikiwa kuwapeleka mbali, akiwaelekeza kupambania vyeo na madaraka na mamlaka. Na hatimaye shetani anawafanya waupende ulimwengu, na anajaza mioyo yao giza, na hatimaye nuru hawaioni, wanatembea gizani. Ndipo shetani sasa anawaongoza kuchepusha kusudi la Mungu. Katika mfululizo wa masomo haya nimesema yako masomo 6. Hii ni sehemu ya kwanza, kuna sehemu ya pili, sehemu ya 3, ya 4, ya 5 na ya 6. Utakuja kuelewa kile ambacho Mungu alikusudia ama anakusudia ukielewe, na kile kilichotokea kwenye mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato kikifanana kabisa na kilichotokea katika mfumo wa dini ya Kiyahudi. Hicho ndicho ambacho tunatamani tukiangalie. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 19 na 20 imeandikwa, lakini malaika wa Bwana akafungua milango ya gereza usiku, akawatoa akasema, enendeni mkasimame hekaluni, mkawaambie watu maneno yote ya uzima huu. Huu ni ushuhuda ya kwamba mfumo wa dini ya Kiyahudi Mungu alikuwa ameachana nao, na sasa aliwatumia mitume kutekeleza kusudi ambalo lilishindwa kutekelezwa na mfumo aliokuwa ameuanzisha Mungu mwenyewe. Shetani akiwa ameuteka ule mfumo. Sasa ili tupate ushahidi ya kwamba je, leo shetani ameuteka mfumo wa kanisa letu ama hajauteka, ni lazima tupate ushahidi katika roho ya unabii. Je, kuna mahali nabii aliandika ama nabii alishuhudia ama nabii alisema ya kwamba Mungu atauacha mfumo huu? Kama alisema atauacha mfumo huu wa sasa, tafsiri yake ni kwamba shetani bado anatenda kazi hata sasa. Maana yake shetani ameuteka mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kama ingekuwa shetani hajauteka, kusingekuwa na nukuzo zote za roho ya unabii ya kwamba mfumo huu Mungu ataachana nao na hatautumia.
Kwa sababu zipo hizo nukuu, tafsiri yake ni kwamba mfumo umetekwa na shetani. Tupate ushahidi huu. Ninakusomea katika kitabu kinachoitwa Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ukurasa wa 300. Na nukuu hii imenukuliwa katika kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho UPH 2015, ukurasa wa 171. Nabii anasema hivi: hebu niwaambie kuwa Bwana ataimaliza kazi yake mnamo siku za mwisho kwa namna ambayo iko nje mno ya utaratibu wa kawaida wa mambo, na katika njia ambayo itakuwa kinyume na mpango wowote wa kibinadamu. Kilichofanya baraza la Sanhedrin liwakamate wakina Petro na kuwaweka gerezani ni kwa sababu kwa kipindi kile Mungu aliwatumia wale wanafunzi wakiwa wamejazwa Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste kama mvua ya vuli kuikamilisha kazi yake ambayo haikukamilishwa na mfumo wa dini ya Kiyahudi. Na kwao viongozi wa dini ya Kiyahudi waliona ya kwamba hawa mbona wanaleta kitu kingine, na ndicho hicho ambacho kipindi kile Mungu aliifanya kazi mwenyewe katika utaratibu tofauti na utaratibu uliozoeleka, kinyume na mpango waliokuwa wamezoea. Na ndipo nabii anashuhudia kwamba hata sasa Mungu kuna wakati ataachana na mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Hajauacha sasa. Hapa ngoja niweke clear. Kuna watu wanasisitiza ya kwamba mfumo umeasi, kwa hiyo tujitenge na mfumo wa kanisa sasa. Sio kweli. Ni kinyume na uelewa wa mafunuo ya Mungu. Sikiliza hii nukuu vizuri. Tukubaliane hapa, wala tusiende haraka. Isije ikatokea watu wenye ushupavu na wakuanza kuambia watu wajitenge na mfumo sasa. Roho ya unabii inasema, hebu niwaambie kuwa Bwana ataimaliza kazi yake mnamo siku za mwisho kwa namna ambayo iko nje mno ya utaratibu wa kawaida wa mambo, na katika njia ambayo itakuwa kinyume na mpango wowote wa kibinadamu. Ninakubali ya kwamba sasa tuko katika siku za mwisho. Hata hivyo, siku za mwisho zilianza 1798 na sasa tumefika mwisho kabisa, tumekaribia sana kurudi kwa Yesu. Inawezekana mtu akasema ya kwamba sasa ndio wakati ambapo wa kuachana na mfumo. Lakini ngoja tuendelee kidogo na nukuu zingine ili tuliweke sawa hili. Katika kitabu hicho cha TM, Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ukurasa wa 300, imenukuliwa katika Matukio ya Siku za Mwisho UPH 2015, ukurasa wa 171. Nabii anasema, daima watakuwepo miongoni mwetu wale watakaotaka kuitawala kazi ya Mungu, wakiamuru kila hatua itakayofanywa wakati kazi inapoendelea chini ya utekelezaji wa malaika yule atakayekuja kuungana na malaika yule watatu katika ujumbe ambao hauna budi kutolewa kwa ulimwengu. Mungu atatumia njia na vyombo ambavyo vitaonekana wazi kuwa anashikilia hatamu katika mikono yake mwenyewe. Watendakazi watashangazwa kuona jinsi anavyotumia njia rahisi katika kukamilisha kazi yake ya haki. Hii inaanza kutupatia nuru zaidi. Mfumo huu una kikomo. Kuna wakati Mungu ataachana nao, kama alivyoachana na mfumo wa dini ya Kiyahudi. Sababu ni nini? Kusudi lake limeshindwa kutimizwa na mfumo. Kwa nini? Shetani ameuteka mfumo. Kama alivyoteka mfumo kwa Kiyahudi, ameuteka na mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Sasa wakati gani Mungu ataachana na mfumo hata kazi ashikilie mwenyewe? Hapa imeweka sawa. Kinachoelezwa hapa ni wakati wa kilio kikuu. Ndio wakati ambapo Mungu hatatumia mfumo wa sasa wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo niwaonye na niwasaidie, niwakumbushe ndugu zangu wale wanaosisitiza ya kwamba watu wajitenge na mfumo sasa.
Huu sio wakati wa kilio kikuu. Kama unachunguza unabii, utakubaliana nami ya kwamba wakati wa kilio kikuu utakuja baada ya sheria ya Jumapili kutangazwa Marekani na hatimaye ulimwengu mzima. Ni hivi. Kuna hatua kama 4 ya kitu kinachoitwa the shaking ama mchekecho. Kwa hiyo kwa sababu kuna waovu ndani ya kanisa, Mungu ataruhusu mchekecho ili ajipatie watu cream, watu atakawajaza Roho Mtakatifu kama alivyowachagua wale wanafunzi, akawajaza Roho Mtakatifu wakaifanya kazi yake badala ya mfumo. Ndivyo wakati wa mwisho atakavyofanya. Sasa ili awapate watu maalum lazima achekeche, na anapochekecha lazima makapi yatoke, pepeto lifanyike. Katika maneno ya Kiingereza kuna shaking and sifting. Shaking ni kuchekecha. Sifting ni kama kupepeta ama kutoa yale makapi yanatoka. Kwa hiyo kuna shaking and sifting. Kwa hiyo mchakato huo unaendelea sasa kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa ziko kama hatua 4. Ya kwanza, mafundisho potofu yanapolizonga kanisa, kuna watu wanachekechwa. Yaani yeyote anayeamini fundisho bandia lililo kinyume na neno la Mungu amechekechwa. Kwa sababu Mungu anataka abaki na wale ambao watakapotiwa muhuri, na ule muhuri, ile alama, maana yake ni kutulia katika kweli kiakili na kiroho bila kuyumbishwa. Kwa hiyo ile cream wanayotaka Mungu ni lazima wawe na uhakika wanachokiamini, wamesimama katika mwamba imara wa neno la Mungu bila kuyumbishwa. Kwa mafundisho bandia yanawachekecha watu. Inawezekana akabaki kanisani bado, lakini anaamini mafundisho bandia, amechekechwa japo yuko ndani ya kanisa. Anaweza kuwa ni mchungaji, anaweza kuwa ni muinjilisti, anaweza kuwa ni muimbaji kanisani, anaweza kuwa shemasi, anaweza kuwa kiongozi wa kanisa, lakini tayari amechekechwa na mafundisho bandia. Hiyo hatua ya kwanza. Hatua ya pili, kuna kitu kinachoitwa mambo yanayo Mungu anaruhusu yaingie ndani ya kanisa. Na tutaona katika masomo haya yako mengi ambayo yameingia ndani ya kanisa. Kuna wengine wanaposhuhudia hayo yaliyoingia wanasema hapa ni mahali paovu, hatupaswi kukaa. Mchekecho unafanyika. Namba 3, hatua ya 3 ya mchekecho, shaking and sifting, ni kupitia ushuhuda wa shahidi mwaminifu. Kuna watu hawatastahimili. Kuna kipindi Mungu anaruhusu maonyo yatolewe kwa kanisa lake. Na ninaona hicho kipindi ndicho kinaendelea sasa. Na kipindi hicho kitakuwa kabla ya sheria ya Jumapili kutangazwa. Maana hatua ya 4 ya mchekecho itakuja baada ya sheria ya Jumapili kutangazwa. Kwa hiyo sasa tuko kwenye hatua hii ambapo kuna watu Mungu anawainua kwenye kanisa lake na wanatoa maonyo, kama wakina Yeremia walivyofanya, kama wakina Yohana Mbatizaji walivyofanya, kama wakina Elia walivyofanya, bila kuhofu walio kwenye mamlaka, bila kuhofu wenye nguvu, bila kuhofu wenye cheo. Maadamu tu wanakwenda kinyume na kusudi la Mungu, Mungu anatuma maonyo kupitia watu hao. Watakaosikia na kutambua makosa yao na kurudi kwenye kusudi la Mungu kwa toba na maungamo, wao watakuwa wamesalimika. Watakaopinga watakuwa wamechekechwa. Watakuwa shaking imewatikisa na wametolewa nje, japo wamebaki kanisani, japo anaweza kuwa kwenye madaraka ya uongozi, anaweza kuwa mchungaji anaendelea kuhubiri, anaweza kuwa bado muimbaji, muinjilisti, lakini amechekechwa kwa sababu amepinga ushuhuda wa shahidi mwaminifu. Kwa tujihadhari na kupinga. Nikutie shime mtazamaji na msikilizaji. Kanuni unayopaswa kuitumia ni hii: tusitweze unabii, tusimuhuzunishe, tusimzimishe roho, tujaribu mambo yote, tushike lililo jema. Haya maonyo yanayoendelea kwenye kanisa la Mungu, jiulize hivi: wanachokisema ni sawasawa, ni cha kweli, ndivyo ilivyo? Mungu ametaka usikie ukweli huo na usipuuze nuru hiyo, utakuwa salama.
Hatua ya 4 inakuja, mchekecho inakuja baada ya sheria ya Jumapili kutangazwa Marekani na hatimaye ulimwengu mzima. Ni wakati mateso yatakapokuwa yameanza kwenye kanisa la Mungu. Kuuza na kununua. Kuna watu ambao walishachekechwa japo wamebaki ndani ya kanisa, watashindwa kustahimili, wataamua kutoka na kujiunga na kambi ya adui. Wanaenda kupokea alama ya mnyama, na unabii unatuambia wachungaji watakuwepo, watapokea alama ya mnyama. Watu wenye majina makubwa, tutashangaa nyota zilizokuwa zinang'aa zitafifia. Kuna watu watapokea alama ya mnyama, watachekechwa, na hatimaye Mungu atabaki na kundi safi. Wanajazwa Roho Mtakatifu kama mvua ya masika. Kipindi kile wale wanafunzi walijazwa Roho Mtakatifu kama mvua ya vuli. Huku kwenye kuhitimisha kazi, Mungu anatujaza kwa Roho Mtakatifu kama mvua ya masika. Double portion. Kwa kazi ya kuhitimisha pambano kuu la zama zote. Ujumbe wa malaika yule watatu unaotangazwa katika Ufunuo sura ya 18 mstari wa 1 mpaka wa 4. Onyo kwa ulimwengu, onyo la mwisho. Hapo ndipo hilo kundi litakapotimiza kusudi la Mungu ambalo halijatimizwa na mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Katika kipindi hiki hakutakuwa na kupepesa macho. Hakutakuwa na kuogopa kuwakwaza wengine. Hakutakuwa na kuogopa mamlaka ya kanisa, mamlaka ya dunia, mamlaka ya kanisa la Rumi. Hakutakuwa na kuogopa. Watu watahubiri Injili kwa nguvu isiyo ya kawaida. Kazi itashikwa na Mungu mwenyewe. Hiki ndicho kipindi ambacho mfumo wa kanisa utakuwa hauna kazi. Kwa hiyo sio sahihi na sio sawa kabisa, na ni kuwapotosha watu ya kwamba watu wajitenge na mfumo sasa. Hata hivyo, kujitenga kutakuja automatiki. Sio kwamba umegundua mfumo umeasi basi unajitenga na mfumo sasa. Sio kusudi la Mungu. Utakuwa umechekechwa. Wakati ambapo mfumo utakuwa una kazi ni wakati wa kilio kikuu. Ndivyo unabii unavyotuambia. Kwa hiyo kama unabii unasema kutakuwa na wakati ambapo mfumo hautatumika tena, Mungu atashika kazi, yani atashika hatamu ya kazi yake mwenyewe. Maana yake pia mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato umevamiwa na shetani kama alivyovamia mfumo wa dini ya Kiyahudi, na kusudi la Mungu halitekelezwi na mfumo. Hili tunapaswa kulifahamu Waadventista wa Sabato, wachunguzaji wa unabii. Nabii anaendelea kusema hivi katika kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho UPH 2015 ukurasa wa 176. Nabii anaendelea kusema hivi: kutakuwa na udhihirisho wa ajabu wa uwezo wa Mungu katika makanisa ya Waadventista wa Sabato, lakini hautatenda kazi juu ya wale ambao hawajajishusha mbele za Bwana na kufungua mlango wa moyo kwa ungamo na toba. Katika udhihirisho wa uwezo huo huangaza dunia nzima kwa utukufu wa Mungu. Wataona kitu fulani ambacho kwa upofu wao wanafikiri kuwa ni cha hatari. Kitu fulani ambacho kitaamsha hofu yao, nao watajiimarisha ili kupingana nacho. Kwa sababu Bwana hatendi kazi kulingana na dhana zao na matazamio yao, wataipinga kazi hiyo. Kwa nini? Wanasema tusimjue Roho wa Mungu wakati tumekuwa kazini kwa miaka mingi kiasi hiki. Wakati utakapofika baada ya sheria ya Jumapili kuwa imetangazwa ulimwengu mzima, bado mfumo wa kanisa unaendelea kuwabembeleza watu na kuambia jamani, tiini mamlaka ya serikali, msihitilafiane na mamlaka ya serikali. Neno linasema tutii mamlaka iliyowekwa na Mungu, si nini na nini. Wakati huo bado mfumo wa kanisa umetekwa na shetani akijaribu kuutumia mfumo kuzuia kazi ya Mungu. Wale ambao walijinyenyekeza kabla ya sheria ya Jumapili kutangazwa, wakamtafuta Mungu kwa bidii, wakatubu na kuungama dhambi, sura ya Yesu na tabia ya Yesu vikaonekana kwao, kama Wakolosai 1:27 inavyotuambia ya kwamba Kristo ndani yetu tumaini la utukufu. Kristo akiwa ndani yao,
tumaini la utukufu, kabla ya sheria ya Jumapili haijatangazwa, watu hao ndio watakuwa wateja wa kupokea mvua ya masika. Wakati huu mfumo utakuwa bado ukizuia kazi. Roho Mtakatifu atamwagwa kwa watu wa Mungu kama mvua ya masika. Ndipo Mungu anashika kazi mwenyewe, atashika hatamu ya kazi yake. Na ndipo watu hawa waliojazwa Roho Mtakatifu itakuwa kama wakati wa mitume, kama wakati wa wanafunzi wale, watahubiri injili kwa nguvu isiyo kawaida. Walio kwenye mfumo, viongozi walio kwenye mfumo, kwa upofu wao, nabii amesema hapa, ni nani aliyopiga upofu? Ni Shetani. Kwa namna gani? Aliwashawishi kupuuza nuru iliyofunuliwa kwao. Kwa namna gani? Aliwachepusha, akawaongoza kupenda madaraka na vyeo. Kwa namna gani? Wakaacha neno la Mungu, wakapenda mambo ya dunia. Kwa hiyo dunia ukajaza mioyo yao, wakatiwa giza na Shetani. Bado mfumo utaendelea kuwepo na viongozi wataendelea kuwepo na chaguzi zitakuwa zikiendelea kufanyika. Wakati huu watu wamejazwa Roho Mtakatifu, ndipo waliopo kwenye mfumo wataona kama kuna kitu cha hatari. Maana wamekuwa na hofu ya kuheshimu mamlaka za kidunia. Wataanza kupiga marufuku kazi hiyo ya Mungu. Na watasema, huyo roho anayewaongoza, kwani sisi tusimjue? Mbona tumekuwa kazini kwa miaka mingi namna hii? Ndicho kilichotokea wakati wa mitume. Na ndicho kilichotokea katika Matendo ya Mitume sura ya 5. Wale viongozi wa dini ya Kiyahudi wakawapiga marufuku mitume na wale wanafunzi, wakifikiri kwamba kuna kitu cha hatari hawa wanakileta, kinachohitilafiana na dini yetu, kinachohitilafiana na imani yetu, kinachohitilafiana na mafundisho yetu. Kwa hiyo mfumo utageuka kuwa kipingamizi cha kazi ya Mungu. Mfumo utageuka kuwa kikwazo cha kazi ya Mungu. Hata sasa umeendelea kuwa kikwazo, maana Shetani amekusha uteka mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Lakini vipingamizi vikubwa zaidi vitadhihirika wakati ambapo Mungu atauacha mfumo baada ya sheria ya Jumapili kutangazwa, na kuchukua watu wachache waliojiandaa kabla ya Jumapili kutangazwa Marekani, wakiwa wamejiweka wakfu, wana tabia ya Yesu, wana sura ya Yesu, Yesu akiwa ndani yao. Atakapowajaza Roho Mtakatifu kama mvua ya masika, watakapoanza kuhubiri kilio kikuu, onyo la mwisho kwa ulimwengu, waliopo kwenye mfumo watahisi ni kitu cha hatari na wataamka kuzuia hiyo kazi. Kwa hiyo historia itajirudia. Historia itajirudia. Ngoja nikusomee katika kitabu cha Pambano Kuu hiki hapa. Ninakupendekezea kitabu ukakisome sana. Hiki kitabu kisikose kwenye familia yako. Hiki kitabu someni. Kina mambo ya muhimu kwa ajili yetu kwa sasa. Katika kitabu hiki ukurasa wa 284 ni sura ya 19, 284, sura ya 19 inayosema nuru gizani. Nabii anasema hivi: kazi ya Mungu duniani inaonesha kutoka zama moja hadi zama nyingine kufanana sana katika kila matengenezo makubwa au vuguvugu la kidini. Kanuni za Mungu za kushughulika na watu ni zile zile daima. Matukio muhimu ya sasa yana ufanani na matukio yaliyofanyika wakati uliopita, na uzoefu wa kanisa katika zama zilizopita una masomo yenye thamani kubwa kwa ajili ya wakati wetu. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo kile kilichotokea kwa mfumo wa dini ya Kiyahudi umebeba masomo makubwa. Tunataka kujifunza kupitia kile, kwa sababu historia itajirudia. Yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka. Hakuna jipya chini ya jua. Shetani ni yule yule, mipango yake ni ile ile, mbinu zake ni zile zile. Alivyofanya kwa mfumo wa dini ya Kiyahudi ndivyo anavyofanya kwa mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Nitakupa ushahidi kwa mujibu wa roho ya unabii na kwa vielelezo vingine namna gani mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato umeasi. Na ndio maana ujumbe uliokusudiwa, ukweli wa sasa, haubiriwi, haufundishwi. Watu hawaonywi na hawaandaliwi. Na Mungu atauacha mfumo huu, hajauacha sasa. Bado mfumo huu Mungu anautumia. Bado una kazi ya kufanya kwenye mfumo.
Kwa hiyo usijidanganye ya kwamba sasa unatakiwa uanzishe mfumo mwingine. Sasa zaka na sadaka upeleke mahali pengine. No. Hatuna hiyo nuru. Bado Mungu anatutaka tupeleke zaka na sadaka Betheli, kama Mungu alivyotaka, katika nyumba ya Bwana, na hakuna nyumba nyingine. Hili kanisa ni kweli linakubali ya kwamba mfumo sio kanisa. Mfumo ni watu waaminifu. Kanisa ni watu waaminifu walioshikilia neno la Mungu, na ni kweli ni katika zama zote Mungu anao hao watu waaminifu. Lakini tusisahau ya kwamba mfumo huu ulianzishwa na Mungu ili hao watu waaminifu waweze kutekeleza kusudi la utume ulimwenguni. Na ni kweli kusudi hilo halijatekelezwa, lakini muda wa kuacha huo mfumo haujafika. Kwa mujibu wa unabii, Mungu ataachana na mfumo wakati wa kilio kikuu. Sasa bado mfumo unatenda kazi, na kupitia mfumo huo na watu waaminifu waliopo ndani ya huu mfumo, hilo ndilo kanisa la Mungu. Bado wapo waovu na wapo waaminifu bado. Muda wa kujitenga na mfumo sio sasa. Kwa historia itajirudia. Kwa nitakupa ushahidi namna ambavyo mfumo umeasi. Nitakupa ushahidi namna hata mfumo huu kupitia General Conference, namna tulivyojifungamanisha na Umoja wa Mataifa. Yani General Conference imejifungamanisha na Umoja wa Mataifa. Nitakueleza na matokeo yake ni nini, kilichosukuma mpaka tukafikia hivyo ni nini, na matokeo yake ni nini, ni yapi tunayoyashuhudia sasa. Lakini katika hayo yote bado hatupaswi kujitenga na mfumo. Sasa Mungu atauacha mwenyewe baada ya sherehe ya Jumapili, wakati wa kilio kikutangazwa ulimwenguni, wakati wa kilio kikuu. Katika kitabu cha Pambano Kuu UPH 2023 sura ya 38, onyo la mwisho, ukurasa wa 499. Natumia Pambano Kuu hiki hapa, UPH 2023. Kama una toleo jingine kurasa zikatofautiana, wewe angalia tu onyo la mwisho sura ya 38, utaitafuta nukuu hii na utaipata. Nabii anasema, Bwana atatenda kazi kwa njia ya vyombo vinyenyekevu, akiongoza akili za wale ambao wamejiweka wakfu kwa ajili ya huduma ya Bwana. Watendakazi watawezeshwa hususan kwa upako wa Roho Mtakatifu kuliko kwa njia ya mafunzo katika vyuo vya elimu. Watu wenye imani na maombi watabidishwa kutoka kwa juhudi takatifu, wakitangaza maneno ambayo Mungu atawapa. Hiki ni kipindi cha onyo la mwisho, na tunaona hapa Pambano Kuu inakubaliana na nukuu zingine ya kwamba ni kipindi cha kilio kikuu. Onyo la mwisho katika sura 38 ya Pambano Kuu inahusu kilio kikuu, onyo la mwisho kwa ulimwengu. Ili onyo la mwisho litatolewa baada ya sherehe ya Jumapili kuwa imetangazwa Marekani na hatimaye imesambaa ulimwengu mzima. Watakaotangaza onyo hili la mwisho watakuwa wamejazwa kwa Roho Mtakatifu kama mvua ya masika. Hiki ndicho kipindi ambacho Mungu atashika hatamu ya kazi yake mwenyewe. Mfumo hautakuwa na kazi. Mfumo utaendelea kuwepo kwa sababu umeasi na Mungu ameuacha, na wanaoendelea kuuongoza wameasi na wataendelea kupambana na hiki ambacho wanahisi ya kwamba ni kitu cha hatari kinakuja, wakihisi kwamba hawa wanaohubiri ni watu walioasi, kumbe wao ndio wameasi. Sio sasa, ni baada ya sherehe Jumapili kuwa imetangazwa ulimwenguni na itaanza Marekani. Kwenye kilio kikuu ndipo Mungu ataachana na mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa kama Mungu ataachana na mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato, tunapaswa kuwa makini sasa kupokea kila kitu, kutii kila kitu kinacholetwa na mfumo wa kanisa. Tunapaswa kuchunguza kile ambacho kinatofautiana na neno la Mungu, tunaachana nacho. Kile ambacho kinakubaliana na neno la Mungu tunatii, tunatekeleza. Katika manuscript release gombo la 15 ukurasa wa 312,
Katika kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho UPH 2015 ukurasa 171 na 172, nabii anasema hivi: atainua wanaume na wanawake kutoka miongoni mwa watu wa kawaida ili kuifanya kazi yake kama wakati ule wa zamani alipowaita wavuvi kuwa wanafunzi wake. Kama wakati ule wa zamani. Kwa historia itajurudia. Kile kilichotokea zamani, zamani ipi? Ni wakati mfumo wa dini ya Kiyahudi ulipokuwa umeasi, Mungu akachagua watu wa kawaida, akawapa mafunzo, akawajaza Roho Mtakatifu, wakatekeleza kusudi lake. Nyakati za mwisho, baada ya sheria Jumapili kuwa imetangazwa na mfumo wa kanisa ukiwa umeungana na ulimwengu, ukiwa umefikia kwenye vilele vya kuungana na ulimwengu, kwa sababu tayari umekwisha ungana na ulimwengu, katika vilele vya kuungana na ulimwengu na kuendelea kuzuia kazi, kuna watu ambao sasa hivi sifa yao ni wanyenyekevu, wanatubu na kuungama, wanamlilia Mungu kwa maombi, wanatafuta kuishinda dhambi, ni waaminifu kwa kweli ya Mungu, ni waaminifu kwa neno la Mungu, wanamfuata Yesu kila aendako. Watu hao wanawekwa alama maalum. Watu hawa wanaandaliwa, wako kwenye mafunzo, wanapewa mafunzo, wanaandaliwa. Wakati Jumapili imetangazwa ulimwengu mzima, ikianza Marekani, watu hawa watajazwa Roho Mtakatifu kama mvua ya masika. Nabii hapa anasema atainua wanaume na wanawake kutoka miongoni mwa watu wa kawaida ili kuifanya kazi yake kama wakati ule wa zamani alipowaita wavuvi kuwa wanafunzi wake. Kwa hiyo wakati gani Mungu aliachana na mfumo wa Wayahudi? Ni pale alipowajaza Roho Mtakatifu, ikawa rasmi kwamba ameachana na mfumo, sasa ameshika hatamu ya kazi yake mwenyewe. Kama ilivyokuwa kule ndivyo itakavyokuwa sasa. Wakati gani ataachana na mfumo huu ulioasi? Ni wakati ambapo amewajaza watu wake aliowachagua, aliowapa mafunzo kwa Roho Mtakatifu kama mvua ya masika. Ndipo wakati ambapo ataachana na mfumo. Mungu hatashughulika na mfumo tena. Shetani atautawala kwa 100%. Mungu atawaongoza watu wake kuhubiri onyo la mwisho kwa ulimwengu. Onyo la mwisho kwa ulimwengu. Nabii anaendelea kusema, hivi karibuni kutakuwa na uamsho ambao utawashangaza wengi. Wale wasiotambua umuhimu wa kile ambacho hakina budi kufanywa watapitwa na kuachwa. Wale wasiotambua umuhimu wa kile ambacho hakina budi kufanywa watapitwa na kuachwa. Ni kitu gani hicho ambacho hakina budi kufanywa, watapitwa na kuachwa? Wasipotambua kitu gani hicho? Ni ukweli wa sasa, ni ujumbe wa sasa. Katika mfululizo wa masomo haya, wito wa kumtii Mungu, hii ni sehemu ya kwanza, ziko mpaka sehemu 6. Sehemu ya pili ya kuendelea mpaka ya 6, utakubaliana nami ya kwamba nabii alichokuwa anakimaanisha ni ukweli wa sasa. Wale ambao hawajaelewa ukweli wa sasa, hawajatambua ukweli wa sasa, na hawamtafuti Mungu, hawajui wakati wa kujiliwa kwao, watapitwa na kuachwa. Kushirikishwa na wajumbe wa mbinguni, watapitwa na kuachwa. Kushirikishwa na wajumbe wa mbinguni, watatenda kazi pamoja na wale waitwao watu wa kawaida, wakiwafanya wafai kuupeleka ukweli katika sehemu nyingi. Watu wa kawaida. Hii nukuu ya Pambano Kuu tuliyosoma hapa kwamba watawezeshwa kwa upako wa Roho Mtakatifu kuliko kwa njia ya mafunzo katika vyuo vya elimu. Usifikiri ya kwamba vyuo vya kitheolojia, maarifa ulionao ya kitheolojia, degree ulizo nazo ndizo zitakazomaliza kazi. Unabii unatuambia Mungu atawapa mafunzo watu wake. Ninatamani nipewe mafunzo haya. Ninatamani mafunzo haya ya Roho Mtakatifu. Sitamani maarifa ya kidunia. Sitamani maarifa ambayo yananitoa kwa Mungu. Sitamani elimu na madigrii ambayo yananiondoa kwenye kusudi la Mungu, kwenye msingi wa Mungu, kwenye ukweli wa sasa. Ninatamani nithibitishwe kwenye ukweli wa sasa ili nisipitwe na wajumbe wa mbinguni. Ninaposhirikishwa kuandaliwa na kuandaa wengine kwa onyo la mwisho kwa ulimwengu. Hivyo ndivyo unabii unavyotuambia. Kwa hiyo, mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato umeasi. Na ili uelewe kwa kiwango gani mfumo huu umeasi, ili kuwa kuwaje, na baada ya hapo nini
kinaendelea. Mungu anasemaje? Anasema nini na sisi sasa? Fuatana nami katika masomo haya ya wito wa kumtii Mungu. Hii ni sehemu ya kwanza. Fuatilia sehemu ya pili ili upate mwendelezo wa hiki ambacho tumeanza nacho sehemu ya kwanza. Ujumbe huu mimi ninafikiri ni wa muhimu. Ninaona msukumo Mungu akisukuma ujumbe huu ni wa muhimu. Kwa sababu hiyo basi, shiriki kuwafikishia wengine ukweli huu. Kwa namna gani? Unapotazama vitu waweza kusubscribe ili upokee masomo mengine yanayofuata. Lakini pia waweza share na kila Mwadventista popote alipo ndani ya nchi na nje ya nchi. Ujumbe huu umfikie. Sehemu ya pili ni ya muhimu pia, ifuatilie. Sehemu ya 3, sehemu ya 4, sehemu ya 5 na hatimaye sehemu ya 6 ili tupate dozi kamili, tuelewe kile ambacho Mungu anasema na sisi sasa. Ninachokusihi kwa rehema zake Mungu, chagua kuwa miongoni mwa wale wanaomfuata Yesu kila aendako. Sifa yao kubwa ni wanyenyekevu. Sifa yao kubwa wanamtafuta Mungu kwa bidii. Wanalisoma neno la Mungu. Hawamwamini yeyote. Wanachunguza unabii. Wanasoma roho ya unabii. Wanapima kila wazo. Wanapima kila neno. Kwa sababu tumefika mahali ambapo hata watu tuliowaamini, wachungaji tuliowaamini, viongozi tuliowaamini, kwa sababu ya kunyenyekea kwa mfumo, kwa sababu ya kutaka kuupendeza mfumo, kwa sababu ya kutotaka kukwazana na uongozi wa kanisa, wanajaribu kuupinga ukweli ili tu wakubaliane na mfumo ambao umeukataa huo ukweli. Na watatafuta kutetea kwa nguvu zao zote kwa sababu wanatetea mfumo. Usiamini yeyote. Huu ni wakati wa kuamini hivi ndivyo asemavyo Bwana. Na ni mpaka uwe na ushahidi na uhakika katika neno na katika roho ya unabii. Ndivyo ilivyo. Usikubali. Usiwe mfuasi wa mtu. Usiwe na mtu ambaye unachota hekima kwake. Chota hekima kwa Mungu. Usiwe na mtu ambaye ama mchungaji ambaye unamwamini. Muamini Mungu peke yake. Nyota zilizokuwa ziking'aa, unabii unatuambia, zitafifia na kutoweka. Nataka nikwambie, huu ni wakati wa hatari. Fuatana nami katika masomo yanayoendelea. Tuchunguze mambo haya mazito, makini. Yanatisha, yanaogopesha, lakini hakuna namna. Mungu ametaka tuyafahamu. Na kwa kufahamu, tujue tunapaswa kufanya nini sasa. Mungu na akubariki. Mungu akutegemeze. Na Mungu akuongoze. Asante kwa kufuatilia. Asante kwa kushiriki ukweli huu na watu wengine. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba, ushirika wa Roho Mtakatifu vidumu kuwa nawe tangu sasa na hata milele, kwa jina la Yesu. Amina. Na kabla hatujahitimisha, nikualike tufunge kipindi chetu kwa ombi. Tuombe. Baba mwema, tumelisikia neno lako. Mtazamaji, msikilizaji na mimi niliyenena nimehubiriwa pia. Tumehubiriwa. Hoja ya msingi, hatupaswi kupuuza kila mwale wa nuru inayofunuliwa kwetu. Tusaidie kumfuata Yesu kila aendako. Tusaidie kutubu na kuungama dhambi tukimtafuta Mungu kwa bidii. Tukichunguza neno, tukichunguza unabii, ili tuwe na uhakika kwa kuchunguza sisi wenyewe. Mbariki mtazamaji, mpatie kila analolihitaji sawa sawa na mapenzi yako, na neema yako yatosha, kwa jina la Yesu. Amina. Mungu akubariki. Asante sana.